Ibada ya hija, moja ya falsafa yake, moja ya hikma yake ni kuhakikisha mahitajio ya kila jamii, ya kila watu yanazungumzwa wakiwa chini ya mwamvuli wa Albaitul Haram. Kule tutakaa na ndugu zetu Waislamu kutoka India, kutoka Pakistan, kutoka Malaysia, nchi za Kiislamu zilizopiga hatua, kutoka Iran na nchi nyinginezo, ambazo tukikaa pamoja kuzungumzia masala ya elimu na kushindwa kulipa ada kwa Watanzania linaweza kutatuka tukiwa katika mkusanyiko wa hija. Ndio maana Mungu akisemaje? Qiyaman linnas. Halafu angalia virozo na maajabu, ndugu yangu. Shule hizi zikijengwa za Waislamu Tanzania, je, watakaosoma ni Waislamu peke yao? La, hata siku moja. Hata wasiokuwa Waislamu watasoma. Tayari hija imekuwa ni solution ya kutibu elimu Tanzania, sio kwa Waislamu tu, la, hata kwa Wakristo, hata kwa mapagani. Na ndiyo maana hija ikawa ni qiyaman linnas. Hija, ndugu zangu, kama itakuwa ni kwenda kuvaa nguo nyeupe, sanda zile mbili, kama itakuwa hija ni hiyo, kuvaa zile sanda mbili, sawa sawa, na kuzunguka Al-Kaaba mara 7 na kuswali makamu Ibrahim na kwenda Mina na kwenda Muzdalifa na kusimama Arafa, alafu kubakia ni hivyo hivyo, hija hiyo itakuwa ina question mark. Lazima tujiulize, sio ile Mungu anayosema qiyaman linnas. Lakini si hivyo tu, taamini alhajat. Angalia virozo maana ya qiyama linnas: inma'il mujtama'il bashari wa tatwiri. Naomba salawatu kabla ya tafsiri. Angalia virozo na maajabu. Kumbe moja ya maana ya qiyama linnas ni kuhakikisha inma'il mujtama'il bashari wa tatawuri, kuhakikisha mwanadamu na jamii ya wanadamu inaendelea, inapiga hatua. Qiyaman linnas. Kwa hiyo kumbe tutakaa hija pamoja kama Waislamu, tutabadilishana mawazo. Tanzania kule hospitali za moyo ni chache mno. Haya, wewe bwana, malezi yako, wewe una wataalamu wa moyo, wewe una uwezo wa kujenga, nenda kajenga hospitali za moyo kila wilaya. Hospitali zile zitawatibu Waislamu wa Tanzania, zitawatibu na Watanzania wasio kwa Waislamu. Ndugu zangu, hii ndiyo falsafa ya hija, hii ndiyo hikma ya hija, na huu ndiyo makusudiwa ya mkusanyiko wa hija.